na pia akaeleza na jawabu lingine akasema inna qawla Umar radiyallahu anhu ni'mat albid'atu hadhihi yansarifu ila albid'ati allughawiyya la shar'iyyah. hii kauli ya Umar aliposema ni'matul bid'atu hadhihi yaelekea katika bid'a ya kilugha si ya kisheria. wadhālika liumur, kwa mambo yafuatayo. kwa nini ni bid'a ya kilugha wala si ya kisheria? sababu zifuatazo. ya kwanza, anna salat at-tarawih jama'atan sunnatun thabitatun 'an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam فلا يمكن أن يسمي عمر هذه السنة بدعة إلا من باب اللغة. mwanzo takatuelewe kwa salatu tarawih kwa jamaa ni sunna iliyothubutu kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. فلا يمكن أن يسمي عمر هذه السنة بدعة, haiwezekani Umar Khattab hii sunna aitanini ni bid'a illa min babi al-lugha, isipokuwa katika mlango wa lugha. sababu ya pili, inna sarfa qawli Umar ila al-bid'ati al-lughawiyya huwa al-awla, kuipeleka maana ya maneno ya Umar haya katika bid'a ya kilugha ndio aula zaidi. لأنه لا يعقل أن يرضى عمر بالبدعة في دين الله, ni jambo ambalo haliingia kidini kuwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu akubali uzushi katika dini ya Allah. وقد سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة, na yeye amesikia kauli ya mtume صلى الله عليه وسلم akisema kuwa kila bid'a ni upotofu. مع ما عرف عنه رضي الله عنه من حرص على اتباع السنة ومحاربة البدعة, pamoja na kuwa lajulikana kwa Umar radhiyallahu anhu namna alivyokuwa na pupa ya kufuata sunna na kupiga vita bid'a, bali akatuonya akasema iyyakum wa ashab al-ara, akatuonya kutokana na ashab al-ara, yani ahli al-bid'a. a'yatuhum as-sunan, asema wale wameshindwa na sunna za mtume sallam kuzihifadhi, yahfadhuha, wakaelekea katika nini? katika rai. maneno mashuhuri kutoka kwa Umar radhiyallahu anhu akipiga vita jambo la bid'a. kwa kubeba maana ya lugha ni aula zaidi kwa mfano wa Umar. ثالثا أنه يرد في استعمال الصحابة بعض المصطلحات الشرعية بمعانيها الأصلية في لغة العرب, ni jambo ambalo liko kwa masahaba kutumia baadhi ya mustalahat za kisheria kwa maana yake ya asli ya lugha ya Kiarabu. bimaana laweza kutumika lile neno lakini lisimaanishe maana ya kisheria, limaanishe maana ya nini? ya kilugha, sababu lugha yao ya Kiarabu lugha asila ndio walikuwa kizungumza peke yake. ka kauli Ubay ibn Ka'b lin-Nabi sallallahu aj'alu laka salati kullaha, swala yangu yote nijalie kwa ajili yako wewe ya Rasulullah. maana yake amswalie mtume sallam, yani aswali kwa ajili ya mtume. la, hapa kinachokusudiwa nini? ni dua. saud as-sala maanahu dua fi lugha. sasa Ubay ibn Ka'b alikuwa na wakati akimuomba Allah dua, kisha akimswalia mtume sallam, akamuuliza ya Rasulullah, nikujalie kiasi gani katika swala ya kukuswalia wewe ya Rasulullah? kiwango fulani. akamwambia ni khairi, na ukizidisha ni khairi. kila akitaja kiwango nusu amwambia ni khairi, na ukizidisha ni khairi, mpaka akafika nini? je, basi nijalie badala ya mimi kuomba dua nikuswalie wewe tu mwanzo mpaka mwisho. mtume sallam akamwambia qala idhan tukfa hammak wa yughfaru laka dhanbuk, utatoshelezwa dhiki zako zote na Allah subhanahu wa ta'ala atakusamehe madhambi yako yote kwa kuniswalia mimi. kwa hiyo hapa Ubay ibn Ka'b asema famuraduhu biqawlihi salati ay duai, hapa kusudia nini? dua. وكقول عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من المهاجرين والأنصار فجاءه بعير فسجد له,
kajangamia mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba muhajirin na ansar akajangamia fasajada lahu wal muradu annahu taqta ra'sahu wanhana maana yake yule ngamia alishukisha kichwa chake kwa nani kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kisha akamshtaki yule anayemmiliki sema yule bwana yuanitesa amwambia mtume sallallahu alayhi wasallam na mtume sallallahu akamuelewa anachokisema akauliza nani mwenye huyu ngamia akamwambia fulani mwite wewe wampa kazi huyu zaidi ya vile anavyoweza na chakula umpi cha kutosha ittaqillah mche Allah subhanahu wa ta'ala kwa hawa wanyama utaulizwa kesho mbele ya Allah wa min hadha albab na pia katika mlango huu kutumia neno kwa maana yake ya kilugha قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه فإنه أراد بها البدعة بالمعنى اللغوي أبا مقصود بدعة كمعنى كلغة أي الأمر الجديد جambo jipya sababu liliwachwa kisha yeye akalileta upya nisbiyan kuna jawabu jingine wacha tukimaliza hili nitawaeleza قال ابن عمر عفوا قال ابن رجب الحنبلي ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية ابن رجب asema chochote ambacho kimetokea katika maneno ya salaf kupendekeza baadhi ya bid'a basi kinachokusudiwa pale ni bid'a ya kilugha si ya kisheria famin dhalika katika hayo qaulu Umar ni'mat albid'atu hadhihi aliposema Umar ni maneno وقال شيخ الإسلام أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك بدعة مع حسنها kikubwa alichonacho ni kule Umar kuita kile kitendo cha salat tarawih kuwa ni bid'a pamoja na kuwa ni nzuri wa hadhihi tasmiyatun lughawiyatun la tasmiyatun shar'iyyah na hii ni bid'a ni jina la kilugha limekusudiwa kilugha wala sio kisheria وذلك أن البدعة في اللغة تعم كل ما فعل ابتداء من غير مثال سابق sababu bid'a katika lugha yaingia kila ambacho kimefanywa kwa mara ya kwanza ambacho hakina mfano kabla yake قال ابن كثير رحمه الله والبدعة على قسمين تارة تكون بدعة شرعية كقول فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وتارة تكون بدعة لغوية كقول عمر عن جمعه إياهم على صلاة التراويح نعمة البدعة هذه ابن كثير كسمه بدعة ziko kwa namna mbili wakati mwingine bid'a huwa ni bid'a ya kisheria yani imezuliwa katika dini ya Allah na hii ni kama kauli ya Mtume sallam aliposema fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah hapa yakusudiwa bid'a katika sheria wataratan takunu bid'atan lughawiyya na wakati mwingine ni bid'a ya kilugha kama akapigia mfano wa kauli ya Umar radhiyallahu anhu ni'matul bid'atu hadhihi haya ni maneno ya wanaovioni kuhusu hili jambo wameweka wazi kuwa hapa kinachokusudiwa nini na wapo katika wanaovioni wakasema kuwa hadha min babil mushakala katika somo la balagha kuna mlango utausoma uitwa al-mushakala nini maana al-mushakala al-mushakala ni uslubu wa lugha ya Kiarabu ambao hutumiwa kumjibu mtu kwa jambo ambalo hukusudini hivyo lakini kumjibu yule mtu kuwa ikiwa ni hivyo basi itakuwa hiki ni bora zaidi katika hili kwa mfano Allah subhanahu wa ta'ala sema wajazaa'u sayyi'atun mithluha jazaa ya mtu anayekufanyia baya ni yeye pia umfanyie baya mfano wake طيب yule anayekufanyia baya lile ni baya masibaya ni sayyi'a sawa lakini wewe kumlipiza ni ovu wewe ukimlipiza mtu na Allah amekupa nini ruhusa itakuwa ni uovu hivi Allah aweza kukuamrisha wewe kufanya ovu hakuamrisha kufanya ovu bali kule kumlipiza yule lile baya alilofanya ni jema
lakini mbona Allah subhanahu wa ta'ala hapa sema wajazaa'u sayyi'a akaliita ni ovu? Haikusudii kuwa ni ovu, limeitwa hivyo kwa sababu limefanana katika sura yake na lile ambalo umefanyiwa wewe, lakini si ovu, ni jema, sababu ufanya jambo ambalo umeruhusiwa kisheria kulifanya. Sasa mfano wake ni kama huu, ni kama watu walivyomuona Umar. Yani hili ni jawabu Umar aliwapa watu waliomwambia, Umar wewe umezua, hii ni bid'a, hivi ulivyofanya ni bid'a. Qala ni'matul bid'atu hadhi, ikiwa bid'a hii basi bid'a bora hii. Si mfahamu? Na hii faida wahitaji pia wanawavioni wengine, kwa hii ni uslubu al-mushakala, na nenda katika vitabu vya balagha utaona mlango al-mushakala. Kama mtu akuona wafanya jambo kwamba hili jambo nafanya jambo baya wafanya, ikiwa hili mbaya basi bora wa jambo baya nalifanya, kwa sababu likiwa lile jambo ni sawa, kwambia basi nalifanya, ikiwa ni baya basi ni bora wa jambo baya nalifanya. Unifahamu nafikiri? Sasa ni kama Umar Khattab radhiallahu anhu warda alikuwa akiwajibu wale wanaosema kuwa ni bid'a, akasema ikiwa hii ni bid'a basi bid'a bora hii, lakini si bid'a hii. Sio mafahamu hapo? Naelewa hili pia ni jawabu ambalo mtaja wanaofahamu. Ama hadithu salati ad-duha, hiyo insha Allah taala tutakuja kuisoma katika kikao kitakachokuja, kuwa Ibn Umar asema kwa salatu ad-duha ni bid'a. Yatosheleza kwa salatu ad-duha imethubutu kutoka nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha tutajibizana insha Allah huko katika kikao kitakachokuja biidhnillah taala. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك.